Jeshi la Israel limetekeleza mashambulio katika nchi ya Iran kulenga vituo vya nyuklia lakini pia kambi za jeshi. Kitendo hiki kimeikasirisha serikali ya Tehran ambayo imeapa kulipiza kisasi. Kiongozi wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba Israeli italipia kitendo hicho ambacho imekifanya. Lakini waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesifia mashambulio hayo akisema yalipaswa kufanyika. Kwa kipindi kirefu Israeli imekuwa ikiituhumu Iran kwamba inarutubisha madini ya uranium ili kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo hata hivyo Iran imekuwa ikikanusha. Lakini mashambulio haya yanakuja wakati washirika wa karibu wa Iran kama kundi la Hezbollah likionekana kudhoofishwa na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na jeshi la Israeli. Lakini pia uchumi wa Iran umeyumba kwa sababu ya kuwekewa vikwazo vya muda mrefu na nchi ya Marekani na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Marekani inasema kwamba ilifahamu kwamba Israeli ingetekeleza mashambulio hayo lakini haikuhusika. Haya yamebainishwa pia na Rais Donald Trump ambaye mapema wiki hii alitangaza kwamba wafanyakazi wanaofanya kazi kwenye ubalozi wa nchi mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati wanaondolewa kwa sababu eneo hilo sio salama. Sasa Iran inatarajiwa kulipiza kisasi na tayari Israeli imesema kwamba Iran imerusha ndege zilizokuwa na rubani 100 katika ardhi yake na imetangaza hali ya hatari katika baadhi ya maeneo ya ardhi yake ili kuepusha mashambulio, lakini pia kuwahamasisha wananchi wa Iran wa Israeli kuwa tayari na kujiandaa. Sasa Umoja wa Mataifa, Tume ya Umoja wa Ulaya pia wamekuwa wakizungumzia swala hili pamoja na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Wametaka utulivu na uvumilivu kipindi hiki, wakitoa wito sasa vita hivi ama mashambulio haya yasiendelezwe sana kwa sababu huenda hali ikawa mbaya zaidi. Lakini swala hili pia linatia doa na kuweka hali ati mazungumzo ambayo yalikuwa yamepangwa kati ya Iran na Marekani kuhusu mradi wake wa nyuklia.